Meja Jenerali Safavi anasema jina la Iran linapaswa kuwa jinamizi la daima kwa utawala vamizi. Mshauri mkuu wa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Saidi Yahya Rahim Safavi, amesema uzoefu wa Iran katika vita na makabiliano yake na Marekani na utawala wa Israeli unaonyesha umuhimu wa kuimarisha uwezo wa kiulinzi na kujenga nguvu ya kuzuia uchokozi. Katika ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya sekta ya ulinzi ya Iran, Safavi amesema Iran inapaswa kuwa na uwezo wa kukabiliana na madai wanaofanya uchokozi na uvamizi wa namna ambayo jina la Iran na taifa la Iran iwe onyo la kudumu na jinamizi la daima kwa tawala hizo na waungaji mkono wao. Amesema siku ya sekta ya ulinzi si tukio la kawaida la kalenda, bali ni ishara ya dhamira ya kitaifa ya Iran ya kuishi kwa nguvu na kujitegemea katika dunia yenye vitisho na njama mbalimbali. Meja Jenerali Safavi amesema dhamira kuu ya Wizara ya Ulinzi inapaswa kuwa mbali na kukidhi mahitaji ya kawaida ya kijeshi, inapaswa kubuni na kuzalisha uwezo madhubuti wenye kubadilika na wa pande zote wa kuzuia vitisho vinavyoweza kuikabili Iran. Kwa mujibu wa Safavi, Iran inahitaji kulipatia jeshi lake mifumo na silaha za kisasa zinazoweza kukabiliana na aina mbalimbali za mapigano, huku likifanya makosa ya kimahesabu ya adui kugeuka kuwa kushindwa kimkakati na somo la kudumu katika historia. Amesisitiza pia umuhimu wa kuendelea kuimarisha utayari wa kijeshi, akisema kwamba iwapo tishio lolote litatokea, mjibizo wa Iran unapaswa kuwa wenye nguvu, uliopangwa na uliokokotolewa kwa lengo la kumzuia adui hata kufikiria kufanya uchokozi dhidi ya taifa hilo. Safavi amewapongeza wataalamu, wanasayansi, viongozi na wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi kwa juhudi zao katika kuendeleza sekta ya ulinzi na kuongeza uwezo wa kujitegemea wa Iran. Vilevile Iran imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotangazwa na Marekani, ikisema hatua hiyo ni ukiukwaji wa mamlaka kujitawala nchi huru na jaribio la Washington la kujipa mamlaka juu ya mataifa mengine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema vikwazo vya aina hiyo, hususan vile vinavyolenga nchi na kampuni zinazofanya biashara na Iran, vinaashiria kile alichokiita mamlaka ya kigeni ya Marekani juu ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X Jumamosi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema tangazo la Marekani kuhusu vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran ni zaidi ya kuendeleza vita vya kiuchumi visivyo halali dhidi ya nchi moja. Ni madai ya Marekani ya kujipa mamlaka juu ya kila nchi mwanachama huru wa Umoja wa Mataifa. Esmail Baghei ameongeza sawa kwamba hakuna nchi yenye haki ya kisheria kulazimisha benki, mashirika ya biashara au viwanja vya ndege ya kigeni ambavyo kila kimoja kiko chini ya mamlaka ya kipekee ya nchi yake yenye mamlaka kuacha kufanya biashara halali na nchi nyingine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran kadhalika amesema vikwazo hivyo havina msingi katika sheria za kimataifa, akisisitiza kuwa vinakiuka kanuni ya usawa wa mamlaka ya mataifa na marufuku ya kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Ameongeza kuwa kutumia shinikizo la kiuchumi kulazimisha nchi huru kubadili sera zake halali ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo imefuatia tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano iliyopita la kuchukua hatua mpya za kiuchumi dhidi ya Iran, akionya kuwa nchi zitakazoendelea kushirikiana kiuchumi na Teheran zitakabiliwa na hatua kali za Washington. Vilevile Wizara ya Ulinzi ya Iran imesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaendelea kuifanya sekta yake ya ulinzi kuwa ya kisasa, ikizingatia mahitaji yaliyojitokeza kutokana na vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa dhidi ya nchi hiyo na Marekani na Israeli. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema vita hivi vya karibuni vilivyolazimishwa vilitupa fursa ya kupata uelewa sahihi zaidi wa uwezo wetu, kubaini mahitaji mapya na kuweka mwelekeo wa siku zijazo. Tumejifunza kwamba hatupaswi kamwe kusimama. Kwa msingi huo, tunaichukulia vita vya hivi karibuni vya kulazimishwa kuwa ni vita vya zamani, bila kujivunia kupita kiasi wala kuwa na hofu. Tunaendelea kujiboresha, kuibuni upya na kusasisha sekta ya ulinzi kwa kuzingatia matokeo na mafunzo haya. Wizara hiyo imebainisha kuwa uwezo wa ulinzi wa Iran uliotengenezwa kwa miaka mingi na wataalamu wa Iran, pamoja na uwezo wa utendaji wa majeshi ya Iran na msimamo thabiti wa taifa la Iran, ulivuruga sehemu kubwa ya hesabu na malengo ya adui na kuwaacha katika mshangao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vita vya hivi karibuni pia vilionyesha kuwa umoja ndio msingi wa usalama wa kitaifa unaowezesha kuendelea kwa nguvu na maendeleo ya nchi. Taarifa hiyo ilitolewa kabla ya siku ya kitaifa ya sekta ya ulinzi
inayoadhimishwa tarehe 31 mwezi wa Mordad katika kalenda ya Kiiran. Tarehe hiyo iliangukia na itaangukia Agosti 22. Taarifa hiyo imesema Mordad 31 ni siku ya kukumbuka kwa fahari njia ambayo taifa la Iran imeipita katika kujenga uwezo wake wa ulinzi na viwanda, njia iliyoanza katika miaka migumu na yenye matukio mengi, na iliyochipuka kutokana na uzoefu wa kihistoria wa mapambano ya kupata uhuru na kujinasua kutoka katika minyororo ya ukoloni na utegemezi, vikwazo na vitisho. Vilevile, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah Lebanon imelaani vikali vikwazo vipya vya Wizara ya Hazina Marekani dhidi ya harakati hiyo. Taarifa ya harakati hiyo ya mukawama imesisitiza kuwa serikali ya Marekani, kutokana na historia yake ya umwagaji damu na kiutendaji jinai, haina sifa wala uhalali wa kuchukua hatua kama hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Quds na ikinukuu Al-Maadin, harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Hezbollah Lebanon imetoa taarifa kali kulaani hatua ya uhasama ya Wizara ya Hazina Marekani ya kuiwekea harakati hiyo vikwazo vipya. Hezbollah imesema katika taarifa yake hiyo kwamba madai ya serikali ya Marekani kwamba Hezbollah iko chini ya udhibiti wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kisingizio cha kurejesha Hezbollah kwenye orodha ya vikwazo. Hatua hii ni sehemu ya mfululizo wa sera za serikali za Marekani zinazolenga kuishambulia, kuizingira na kuiwekea shinikizo mukawama, mazingira yake ya kijamii na waungaji mkono wake. Hezbollah imeongeza kuwa vikwazo hivyo vipya vya Marekani vimewekwa kwa lengo la kulinda usalama wa adui, kuimarisha uvamizi kusini mwa Lebanon na kuweka mazingira ya kutekelezwa miradi yake ya upanuzi. Taarifa hiyo imesema hatua hiyo inathibitisha kwamba serikali ya Marekani, ambayo imezoea kutumia vikwazo ili kulazimisha utawala wake, bado inaichukulia Lebanon kwa mtazamo wa ulezi na uangalizi wa kigeni. Hezbollah imesema pia kuwa serikali ya Marekani inajaribu kuwazingira wananchi wa Lebanon, kuinyima Lebanon vyanzo vyake vya nguvu na kuchochea machafuko ya ndani nchini humo. Vilevile, shirika la habari la serikali la Iran IRNA limesema Teheran imekubali kuruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iraq kutumia mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo inatajwa kuwa jibu la maombi ya serikali ya Iraq. Iran imetangaza imeziruhusu baadhi ya meli za mafuta za Iraq kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA limesema ruhusa hiyo imetolewa baada ya Baghdad kuwasilisha maombi yake kupitia njia mbalimbali. Kwa mujibu wa IRNA, suala la kupata kibali maalum kwa meli za mafuta za Iraq lilikuwa miongoni mwa maombi yaliyopewa kipaumbele wakati wa ziara ya spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Kalbaf, nchini Iraq. Hatua hiyo inachukuliwa kuwa muhimu kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, hasa katika sekta ya nishati. Mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, ambapo sehemu kubwa ya nishati inayouzwa katika soko la dunia hupitia katika njia hiyo ya kimkakati. Ni kuambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Babu wa Kivita.